Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi kwa pamoja tena tukumkutana. Wiki jana tulikuwa na wageni wetu wale wakatupa faida kubwa sana. Kuna mambo mengi mimi nimesoma kwa ndugu yetu yule Muhammad Khalfan, tumepata faida kubwa sana. Akatuachia slogan moja, sijui tuweza kuikumbuka slogan gani alituambia? Be smart, don't start. Turudieni, be smart, don't start. Kwa hivyo silaha ya kuwata mambo yale ni usianze wewe kuwa smart. Basi hili jambo liwekeni ndani ya fikira kabisa. Leo tutarudia tena katika klasi zetu ambazo mutaona hapa nimeandika somo la leo. Nani atansomea somo la leo hapa? Bismillah. You are smarter than you think. Wewe kwa umbile basi uko very smart kuliko vile ambavyo wafikiria wewe. Fikra yako ya kuambia mimi sijui, mimi sitafahamu, bongo langu halishiki, leo tutakaifuta kabisa fikira hiyo. You are smarter than you think. Wewe hukuumbwa, Mwenyezi Mungu hakukuumba katika weakness ambazo wewe wazikadiria ndani ya maindi yako. Kwa hivyo leo tutataka toa ithbati kwa kuwa wewe you are very smart kuliko vile ambavyo wafikiria. Ushuhuda uko wapi? Wapi tutatoa ushuhuda kwa kuwa sisi ndivyo tulivyo, we are very smart. Lakini ni kitu gani ambacho chaturudisha nyuma? Huko mbele tutakuja pia tutakielezea. Ushuhuda ni kuwa a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yaqulu tabaraka wa taala fi kitabihil aziz. Asema Mwenyezi Mungu katika kitabu chake kitukufu, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimma khalaqna tafdhila. Asema mimi Mwenyezi Mungu nimemuumba huyu binadamu. Hazungumzi muumini na si muumini, azungumza binadamu, the son of Adam. Huyu binadamu asema karamna, nimemtukuza, status yake iko juu sana. Hakuumbwa kiumbe mwingine ambayo Mwenyezi Mungu amemkirimu akamtukuza kiakili katika kila jambo kama huyu binadamu. Kwa hivyo sikizeni kwa makini, kuweni na mimi katika siku yangu ya leo, siku yetu ya leo, muone Mwenyezi Mungu atuambia nini, ili tuweze kuondosha fikra kwa kuwa mimi sifahamu, bongo langu halishiki. Leo fikira hii tutaifuta kabisa. Asema nimemtukuza huyu binadamu kuliko viumbe vyote. Karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri. Tukampa uwezo huyu binadamu atembea katika bara na bahari. Ana vitu anatengeza huyu binadamu vya kiajabu kabisa, atembea. Tumemjalia fikra yake, bongo lake, awe atafanya mambo, ata invent vitu
atatembea katika hilo ardhi na atatembea katika hii bahari. Katika ardhi mwanadamu atatengeza ndege, chombo ambacho kitapakia watu mpaka watu wangapi waweza kuchukua nani pasi? Watu 500 waweza kuingia ndani ya ndege, halafu kungagia na mizigo, halafu kungagia na mafuta, chombo kikakaa juu ya anga. Vyombo vingine vya ndege vikaweza kupakia mpaka malori, matrucks ya kivita. Huyu binadamu huyu, halafu kikenda kikakaa juu ya anga. Ukiwa juu ya ndege wewe hata hujui kama uko juu au uko chini. Bwana limetulia kabisa. Huyu ndio binadamu nilomkirimu mimi. Halafu kwenye ardhi atengeza vyombo vingine, treni atembea nayo. Vitu vya ajabu siku hizi, treni zapita mpaka ndani ya maji. Dubai zimeanzishwa hizo, mambo ya kiajabu kabisa. Akili ya kubuni, akili ya kuinvent, huyu binadamu. Halafu kuna vitu vitembeavyo, vyombo ndani ya maji, vyombo vikubwa ndani ya maji. Miaka 20 iliyopita nilipelekwa kwenye meli moja mimi, nikenda nikatembezwa kwenye ile meli. Meli yenyewe imepakia magari 5,000. Sijui leo itakuwa kuna chombo cha pakia zaidi ya magari mangapi, 5,000 cars. Halafu humo ndani huwezi kudhania wewe uko ndani ya meli. Chuma kimepakia uzito wote, chuma wenyewe chaolea. Halafu kuingia malori ndani, utasema kama watembea kijiji kizima cha Mombasa hichi ndani. Huyu ndio binadamu tulomkirimu sisi. Chuma kipimwe mpaka kikae kwenye maji, mpaka kiolee chuma. Huyu, hivi ndivyo tulivyomkirimu huyu binadamu. Halafu tukamjalia huyu binadamu tofauti na wanyama. Katika vyakula tukampa riski ambapo viumbe vingine havikujaliwa kupawa riski sampuli apawayo binadamu. Leo simba akiua ndovu, yule ndovu kumbuka aoga kwenye tope. Simba hajui kama yule ana tope, atakula ngozi yake, ale na tope, ale na kila kitu. Binadamu hakuumbwa hivyo kabisa, mpaka asafishe chakula chake, apike, kiive, akitie bizari, akitie kila kitu. Huyu ndivyo binadamu Mwenyezi Mungu alivyomkirimu. Halafu namna mbalimbali ya vyakula. Leo natamani wali, kesho natamani chapati. Taja wewe. Na kila nchi wana mapishi yao. Ukenda Italy wana mapishi yao, ukenda Somalia wana mapishi yao, ukija Mombasa tuna mapishi yetu. Huyu ndivyo binadamu alivyomkirimu Mwenyezi Mungu. Hatukui chakula akatukua shambani akatafuna kala kama mbuzi. Hivi ndivyo tulivyomkirimu binadamu. Halafu wafadhalnahum ala kathirin mimma khalaqna tafdila. Kisha renki yake huyu binadamu tukaiweka iko juu sana kuliko viumbe vyote alivyoviumba Mwenyezi Mungu. Tutakuja pole pole kweni na mimi tuje tujue haya Mwenyezi Mungu anayoyazungumza kuna utofauti gani. Halafu mimi nikawa na fikira hizi, kwa nini mimi siko kadhaa? Tutakuja pole pole kweni na mimi. Kwa hivyo huyu binadamu amemzungumza Mwenyezi Mungu, you are smarter than you think. Wewe ukiamua, na wewe yule aliyotengeza manuari
yule alioifanya ndege ikaruka, yule aliotengeza piramidi, is a human being like mimi na wewe. Hana quality za kupita mpaka ambapo yeye ni special creature ndio akaweza kuunda vitu kama vile. Kwa hivyo twendeni polepole, tungie sehemu ya pili. Tushajua sasa mwanadamu akiamua atakafanya kitu chochote cha maajabu aweza kufanya. Leo kuna simu hino ukiwa nayo wewe, ni simu, ni redio, ni nini, nitajieni na nyingine, ni kompyuta, nini tena, YouTube, kazi ifanyayo, ni kamera, ni mainterneti hapo, watu kuwa leo ni banking, leo yote wafanya kwenye simu. Nikitaja redio mtancheka, maana redio vitu vya zamani hivyo, kabla useme simu yangu pia ina redio. Hivyo vitu vya kwa hata vingi. Simu yangu pia ina tochi. Simu kitu kimoja kile. Maajabu binadamu wewe wakitumia. Leo ukikaa ukifikiria huyu alikuwa na akili gani akatengeza kitu kama hivi. Kuna wakati na kila leo yatoka mpya. Mimi niko Malindi, tuko na mzee mmoja. Wakati huo simu zilikuwa ni zile za kudaili. Sijui kama ataka Muhammad sijui kama nyinyi hizo. Azijua zile za kudaili. Sasa bwana mmoja amwambia utakuja kwa wakati, amwambia huyo mzee. Huyu mzee ndio azungumzaye, amwambia kutakuja wakati kwenye 70s hapo. Kutakuja wakati utakuwa na simu wewe haina waya, haina chochote, wazungumza na mtu China. Wale vijana walikuwa pale, amwambia mzee wewe ushapiswa wewe. Simu uwe nayo alafu haina connection yoyote, basi wewe uzungumze tu. Ilikuwa ni kitu hakiingia kilini. Leo akifanya binadamu, karamna bani adama. Haya, sasa tushike sehemu ya pili sasa. Huyu ndio binadamu ambaye ana akili kama mimi na wewe. Ni uamuzi tu. You are smarter than you think. Ni uamuzi tu, wataka kuwa mtu aina gani, wataka kuinventi nini katika hii dunia wewe. Iwe ni kisimulizi, kiwe ni maajabu kama mapiramidi yalivyojengwa mpaka leo watu hawajui yale walianza vipi, walimaliza vipi. Binadamu huyo. Kwa hivyo twendeni sehemu ya pili ya huyu binadamu. Mwenyezi Mungu asema aya ya pili, man kana yuridu hartha al-akhirata nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu hartha ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fi al-akhirati min nasib. Yoyote atakaye mazao ya akhira, asema mimi nitampa. Yoyote. Na yoyote atakaye mazao ya hapa duniani, mimi pia vile vile nitampa. Awe Bill Gates, awe Dr. Donald Trump, awe ni Salim, awe ni nani, yoyote mankana. Lakini huyu atakaye ya dunia peke yake, wa malahu fil akhirati min nasibu, akhira hana kitu, hapa tapawa kila kitu. Dunia yake, pepo yake itakuwa ni hapa. Lakini wewe muumini ukiamua, wewe utakuwa hapa, atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Yote utakuwa nayo, na adhabu ya moto pia Mungu atakuepusha.
Lakini kwa makafiri leo atakuwa ana mazao ya hapa duniani peke yake. Utaona mtu anavyoishi, milki anavyotumia, starehe anayofanya lakini it will end up here only. Aishi miaka 60, 70, 80, lakini maisha ya milele anakwenda sufur bin sufur, hana kitu, na haina maana kwa kuwa wewe usitake haya mazao ya dunia, usitake, haina maana hiyo. Weza ukawa na mazao ya akhira, ukatuma akhira yako hapa na ukatuma dunia yako hapa, yote ukawa nayo, na kule ukaepusha na adhabu ya moto. You are smarter than you think. Kwa hivyo nafasi iko, mankana, yoyote atakaye mazao ya dunia au mazao ya akhira, Mwenyezi Mungu open check atampa, hakuna pingamizi yoyote. Twendeni sehemu ya 3. Mwenyezi Mungu asema, ni aya kila siku tunaifasiri na kila siku tunaisoma, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Huyu binadamu mimi nimemuumba in the best form, ana best brain, best side. Moyo wake umetengezwa, Mwenyezi Mungu ameucreate. Ukienda mbio wapiga tofauti, ukitulia wapiga tofauti, ukilala tofauti, best form. Mwenyezi Mungu amemtengeza, amemuumba. Brain yako so sharp. Sasa hivi mimi naweza kufikiria kitu ambacho miaka 50 nyuma ikaja video, sasa hivi nikaona 50 years ago kumpitika nini hapa msikitini, mimi naweza kukumbuka na rewind tu pap, naona kitu miaka 50 nyuma. Subhanallah, naona nilikuwa nikifanya nini hapa msikitini mimi. Video ya msikiti Mandri 1970 imetoka ile video juzi, miaka 70. Hata wale wote naweza kusema 80% hawako, washakwenda mbele ya haki. Sasa ile video wewe waitizama, lakini hino mind ilivyokuwa kitu cha ajabu. Wafikiria wewe kitu utakachokileta, memory yako kinaleta kile, unaona mbele yako screen, unaitizama hapa. Huyu ndio binadamu alivyoumbwa, ahsani taqwim. Mwenyezi Mungu amemuumba in the best form. Sasa halafu huyu binadamu huenda akafanya mambo yeye, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu. Atafanya mambo huyu binadamu atakwenda kula vitu, atarudi asfala safilini, chini kuliko chini. Tangu juzi mimi nenda kiswali alfajiri, kuna kijana mmoja mkipita hapo huomnua mikono ukashukuru Mungu, amekula vitu, yuko hapo barabarani usiku kucha zungumza, hajui baridi, hajui chochote. Chooni hapo hapo ndani ya nguo zake, aokota vijiwe, azungumza mpaka usubuhi, wenda msikitini, ukirudi achoke, alali, akiamka na shindwa ataiwala wapi huyo mtu. Hii ndivyo hali ilivyo. Ukiipa nafasi fahamu yako, ukaifidi a good information, ukaifidi ilmu, basi hapo ahsani taqwim, wewe utakuwa umejitukuza. Lakini kinyume chake ni yale aliozungumza hapa Muhammad Khalfani, watoto wanakula vitu kutoka, halafu anashindwa atoke vipi, anashindwa. Huyu ndio binadamu, ameumbwa hali kama hino. Halafu binadamu huyu Mwenyezi Mungu amwambia, wa atakum min kulli ma saaltumuhu, mimi nitakupa kila ambacho wewe wakitaka, mimi nitakupatia wewe.
Wewe kazi yako niomba tu, ad'uni astajib lakum. Kazi yako wewe niomba mimi, I will give you whatever you require. Kila ambacho wewe wataka mimi nitakupatia. Sasa huyu ndio binadamu ambapo mimi namzungumza. Mimi na wewe, you are smarter than you think. Ni wewe, uamuzi wewe wako wewe, vile ambavyo wewe wafikiria basi ni kinyume na alivyokukusudia Mwenyezi Mungu wewe uwe vipi. Ye alivyokukusudia ni haya maajabu ambayo mimi nimeyataja, na hakumzungumza muumini, Islamu au na non muslim, hakuzungumza hivyo. Ni wewe uamuzi wako, ukiwa umeamua wataka kuwa mtu aina gani, open check, Mwenyezi Mungu atakupa vile ambavyo wataka wewe. Sasa a big question mark yaja, tatizo liko wapi? Tatizo liko mahali gani? Mimi hayo nishayajua, lakini where is the problem? Tatizo liko mahali gani? Sehemu gani ndio mimi nataka kuwa hivyo alivyozungumza Mwenyezi Mungu? Mimi nataka kuwa katika in that state, nitengeze vitu, nifanye mambo, ni create mambo ambapo mpaka dunia nzima iwe itashtuka. Mimi nataka niwe hivyo. Sasa mbona fikira yangu ndio ambayo mimi inaniangusha? Mbona mimi nafikiria kadhaa? Mbona mimi naona siko katika grupu hiyo? Sasa hapa swali ndio inakuja, na vile vile swali yaja na jawabu yake pia yafuata. Kwa hivyo kuweni kwa makini tena, tuangalie haya yote Mwenyezi Mungu ashatutajia. What is next? Ushatuambia, ushatuelezea. Where is the problem? Narudia tena, you are smarter than you think. Halafu asema nini? Thoughts are things. Kile ambacho wewe wafikiria, ujue kuna kitu kitakuwa katika fikira zile. Whatever goes into your mind, kitu chochote chatembea ndani ya fikira yako, don't take it lightly. Kuna kitu kitakuja kifanyike katika hiyo fikira. Kuna ithibati yoyote au kuna kitu chochote twaweza kupruvu kama mimi nikifikiri kitu halafu hicho kitu kitakuja kiwe? Manake thoughts are things. Usiseme mimi nafikiri tu, something will come up through your thinking. Mwenyezi Mungu azungumza kwenye hadithi al-Qudsi, ana inda dhanni abdi bi, mimi niko ndani ya dhana ya mja wangu. Katika dhana ile asema sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amri Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Thoughts are things. Sasa tuieleza, asema Mwenyezi Mungu sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi, ni sawa sawa kwa Mwenyezi Mungu ikiwa utazungumza kwa nguvu au utayafita ndani ya moyo wako. Sawa sawa tu, it doesn't make any difference. Mimi na kitu ndani ya moyo wangu nakifikiria, sitaki kusema, kwa Mungu sawa sawa. Nikisema nisipokisema, it doesn't make any difference kwake, akijua yeye. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Halafu asema sawa'un minkum man asara alqawl wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahari. Ni sawa sawa pia kuwa wewe uje ufanye mambo yako ndani ya kiza, unjifita kwake, it doesn't make any difference. Na ufanye ngomeni mtana wazi, kwake ni sawa sawa. Hakuna kwake ati hapa pana kiza sasa Mwenyezi Mungu haoni.
Tunataka kuja kwenye point. Thoughts are things. Lahu muakibatu min baini yadayhi wa min khalfi, una malaika wawili watembea nao uliani kwako na kushotoni kwako. Yahfadhunahu min amri llah, kila unalolifanya wewe Mwenyezi Mungu aliandika lile. Hakuna kitu chafanyika ambacho Mwenyezi Mungu atakuja shtuka, sikulijua kama mimi, kumbe atakuja kwa hivi huyu. Hakuna kitu chafitika kwa Mwenyezi Mungu. Yahfadhunahu min baini wa, halafu asema inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu la yughayyiru ma biqaumin, hatabadilisha mambo yako hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka ndani ya fikra yako ubadilishe mawazo yako. Mwenyezi Mungu hapo atabadilisha yako wewe yote. Thoughts are things. Fikra ambayo wewe uko nayo, iwe nzuri iwe mbaya, ujue something will come up. Kwa kauli ya Mwenyezi Mungu hatabadilisha mambo yako mpaka wewe ubadilishe mambo yako ndani wewe. Una kitu gani? Fikra yatembea kwako, whether it's positive au iko negative, something will come up, itakuja itokezee. Sasa katika hizi fikra Mwenyezi Mungu anavyozizungumza, kwa kuwa kuna kitu mimi niko ndani ya dhana ya mja wangu. What is going on in your mind? Ujue hicho kitu kitakuja kitokeze. Sasa tutaanza kusoma hapa, tutaanza kueleza what are thoughts. Asema we build our future thought by thought. Wewe hivi sasa waanza kuijenga future yako. Hakuna kitu kitatokezea coincidence ati kimkuwa tu, isipokuwa ulianza kukipanga ndani ya fikira yako. Mimi nataka kuwa daktari, waanza kupanga. Ukianza kupanga, kile kitu kinaanza kumanifest, kinaanza kujipanga nayo mbinguni. Hiyo ni siri ya Mwenyezi Mungu. We build our future. Future yako wataka kuwa nani? Anza kutagua. Ndio mara nyingi mzazi humuuliza mtoto, unataka career gani wewe? It needs preparation. Mimi nataka medicine, me I want to be a pilot, me I want to be an engineer. Waanza kutagua. We build our future thought by thought. Leo nitakafanya hichi ndio niwe hivi. Leo nataka songea mahali gani mimi? Hakuna kitu kupawa bure, hakuna. Huyu basi kuwa daktari, ati anjaliwa huyu kuwa daktari. Fikira ile ni zamani sisi tukizungumza hivyo. Yule antaka kuwa daktari. Mfanyi biashara antaka kuwa mfanyi biashara. Saa zote fikira yake angalia, mimi nitauza wapi, nitanunua wapi, nafanya nini mimi, sina pesa, nitafanya kitu gani? Build our future. We build our, asema nini? We build our thought by thought. Kila saa fikiria wataka kuwa nani. Sasa hapa ndipo ule uweza wa Mwenyezi Mungu tulouzungumza kutoka mwanzo. Hapa sasa ndio uta apply. Mwenyezi Mungu uko ndani ya fikra yako na atakutimizia. Wataku min kulli ma sa'altumuhu, wapita fikra gani ndani ya maende yako? Wasema you are a failure, mimi siwezi tena, mimi nitashindwa, mtihani huu nitafeli. Mambo yanaanza kujipanga mbinguni. Si maneno nazungumza mimi, na ithibati na watajia za aya za Mwenyezi Mungu pia. Mambo yanaanza kujipanga. Kila ambalo wewe waona hutaliweza, atasongea rafiki ambaye wakukuvunda moyo. Utaona wewe ukiamka ukishika kitabu ndamia, kwa sababu kuna uamuzi ndani wewe, ushaamua you want to fail. Sikuwa ati huna uamuzi huo,
ukianza kufikiria mimi hili sitaweza, somo hili ni gumu sana, kila kitu ambacho cha kufanya somo lile liwe gumu atasongea mpaka mwalimu pia. Yule mwalimu akiingia kwa klasi, wewe watamani huyu nitakaniambiwe nikifika leo klasini ashakufa. Sana ni walimu wa maths. Salama sana walimu wa maths. Yuko mmoja hakustadi kabisa, enda skuli, halafu asema leo naomba skuli ikenda nchomeka moto. Sasa wewe fikiria, fikira yake yule, skuli haitachomeka moto, moto ajichoma mwenyewe. Ashamua awe mtu gani, ashamua ndani. We build our future thought by thought, for good or ill, kwa zuri au kwa baya, yet know it not. We hujui kama wewe maona mfikira tu mimi. Ndio Bwana Mtume akatufundisha, ikifika jioni tahasabu kabla an yuhasibu. Ikifika jioni ujiulize, leo katika fikira yangu mimi kulikuwa na negative thoughts nyingi, uwe utaricall, manake ujue hapo kuna kitu kitatokezea. Ikiwa ulikuwa very positive for the day, itie tick, sema alhamdulillah. Lakini ikiwa for good or ill, yet know it not, ikiwa umepita fikra negative tu, wewe huyu anipendi, mwalimu mimi si rafiki yangu kabisa, ampendelea yule, hiyo ita continue. Tutakuja zungumza the law of attraction pia. Wewe attract kile kibaya, wewe attract na kizuri, wewe attract. Hili ni umbile Mungu ameliumba. Tuko pamoja nafikiri. Kwa hivyo for good or ill, yet know it not. Hujui maskini wewe. That's why we are here to create awareness ndani ya fikira yako kwa pitika kitu gani. Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Leo kuja kukutana kama mahali kama hapa, tumechoka kuona mimi mara hili halivi mara hili. That's why you are here. Kwa hiyo hakuna kuja hapa unkuja tu waona mimi nataka, I want to create awareness. Fikra yangu ananiambia nini ndani? That's why we are here. Kwa hivyo that which we call our sacred thought speed forth to the earth, a remote spot. Ile fikra ambayo wewe ona ni wewe tu, hakuna ajuae, ni secret. Fikra ile yenda mbali sana, haimaliziki pale kwenye fikra yako peke yake, ile fikra itakwenda mbali sana. Ndio mara nyingi waweza wewe kumfikiria mtu, mara papo muona nitokezea, au wamfikiria mtu mara papa ankupigia simu, halafu tunamsema usizosema atangeomba mali ingepata. Utakufa mzee huyu. Hakuna coincidence intokezea, ni fikira yako ulifikiri wewe, ika connect to the universe, ikamleta yule. Na vile vile fikira yako ndio itavuta wewe, mimi sipati kazi tena, mimi mwalimu hanipendi. Hayo ndio wewe wa attract, yatakuja kwako katika maisha. Beware of what you think, for you will get it. Tahadhari sana wafikiri kitu gani katika maisha yako, kwa kuwa lile ambalo limedominate kwenye fikra yako, ujue hilo litakuja litokezee katika maisha yako. Kwa hivyo hata fikra itakwenda mbali sana, ujue lile jambo litakuja litokezee. Halafu asema living its blessing, or it was like tracks behind as it goes. Lile ambalo ushalifikiria sasa linawata tracks, zinawata nyayo. Lile ambalo nilifikiria wewe waona ni baya au ni zuri, kuna kitu chatendeka, zimewata tracks, nyayo mule. Hilo jambo liko ndiani wewe kulipata, kama ni baya
kama ni zuri. Choose then your destiny and wait. Sasa tagua hatima yako, wataka hatima aina gani? For love brings love and hate brings hate. Hata pepo pia. Choose your destiny, sikwambii duniani peke yake, hata akhera. Wataka pepo ya aina gani, wewe ndio ukakae hapa, unaanza kuiprepare wewe pepo ile. Nataka kwenda kaa beach plot, nataka kwenda kaa sehemu gani mimi, pepo aina gani, Jannatul Firdaus. You prepare that janna here, wewe anza kuitayarisha hapa. Choose your destiny, for love brings love. Ukileta utukivu utapata utukivu, na ukileta kitu kizuri, mapenzi, huna chuki wewe, hicho ndicho utakachotuma. I'mal mashita kama tadinu tudani. Fanya ambalo wewe walitaka, ujue kile utakachopanda ndicho utakachovuna. Sasa hino jihadi ambayo tunaizungumza hapa, hino ni jihadi ya nafsi. Nani atatuelezea au atatupa ufununu katika hakika kupigana na moyo wako ni jihadi? Stephen Covey katika kitabu chake asema life battles, vita, hakika vya maisha vinakuwa vinapiganiwa ndani ya kwenye secret chamber of your soul. Vita vinaanza ndani yako. Mafanikio yote mwanzo, it begins inside yourself. Sasa tutukue kisa cha Bwana Mtume. Bwana Mtume katika vita vya Uhud walikuwa well prepared katika vita vile. Katika yale matayarisho, Bwana Mtume akaenda akatukua watu 50 sharpshooters akawaweka kwenye mlima wa Uhud. Kisa maarufu, lakini kina mnasaba ya topic yetu leo. Alipowaweka wale watu pale, akawaambia mahali hapa musiondoke, kama mumeshinda, kama mumeshindwa, never leave this place. Hata mukaona munshinda namna gani au munshindwa namna gani, hapa mahali musiondoke kabisa. Vita vikapiganiwa, Waislamu wakaanza kushinda, ushindi mkubwa kabisa. Wale wako juu mlima kule wanatizama what is happening huku, wakaona vita tushashinda sisi. Wengine wao wakazungumza, waambiana tushukeni sasa, Waislamu sisi tushashinda. Wengine wakamwambia musikhalifu oda ya Bwana Mtume hapa, antuambia nini sisi, mukishinda mukishindwa hapa musiondoke. Wao hawakusikia, they didn't heed that message. Wakashuka wote. Waliposhuka, Khalid bin Walid alikuwa, he was watching that event. Ni mtu alikuwa hodari katika vita. Hata baada ya kusilimu, Khalid bin Walid alikuwa akitabuliwa yeye katika kila vita, akifanywa yeye ndio amir jeshi. Mpaka Saidina Umari safari moja akasema, safari hii mwamtaka Khalid bin Walid aongoze katika vita, mimi sitaki
Khalid bin Walid ende kwenye vita hivi. Kwa sababu nini? Akasema mushakuza itikadi, mkenda na Khalid bin Walid mimi mtashinda. Nataka museme sisi tukiwa na Mwenyezi Mungu tutashinda. Alifika that stage Khalid bin Walid. Khalid bin Walid alipowaona wale washaondoka, akawazingira Waislamu. Waislamu vita vikageuka, wakaanza kupigwa. Waislamu wakapigwa. 70 of the top brass, mpaka Saidina Hamza akauliwa katika vita vile, mpaka ikasemekana Bwana Mtume pia ameuliwa. Ile ujasiri wa Khalid bin Walid alivyokuwa. Waislamu wakapigwa, wakauliwa, vita makafiri wakashinda, wakatokua ngawira, vita vikamalizika. Baadaye Bwana Mtume akawakusanya maswahaba wake, akawaambia twatoka katika jihadi ndogo, sasa kwenda kwenye jihadi kubwa sana. Taabani wa muumini, maswahaba taabani, wajapava habari hiyo na Bwana Mtume. Wamwambia Bwana Mtume, watakatuambia hivi vita tutokavyo vidogo, kuna vita zaidi ya hivi? Amwambia naam, kuna vita vikubwa zaidi ya hivi. Vinkaaje vita hivyo? Akawambia hiyo sasa ni jihadi nafsi. Sasa kupigana na moyo wako, hiyo ndio jihadi ambayo mtakayokuwa nayo. Ni kazi kubwa sana. Kupigana na fikra yako wewe ya kuambia huwezi tena, you are a failure, ukifeli wewe hufai tena, wewe utakuwa mtu kadhaa. Hiyo sasa ni jihadi kubwa sana. Kupigana na nafsi yako kutomuasi Mwenyezi Mungu ni jihadi kubwa sana, especially at this time ambapo kuna masimu, kuna vitu vya kupoteza fahamu mtu. Ni jihadi kubwa sana. Kwa hivyo katika jihadi hii ndio naizungumzia, ni jihadi nafsi. Thoughts are things, whatever you are thinking, hapo jihadi iko hapo. You are a failure, wewe hutaweza, mzee wangu hanipendi mimi, kadhaa, jirani yangu anifanya. Saa zote uko katika negativity. Wewe wapangua ukipanga mambo ambayo they don't exist, they are just in your mind. Your life is what your thoughts make it. Maisha yako yote wewe yatatengenea hapa ukishakuwa fikra yako imetulia, wewe uko very positive, you are looking forward to life, you are looking forward to education, you are looking forward towards everything. Hapo ndio wewe utafaulu katika maisha yako, through your thinking. Martin Luther King kila siku ana koti yake, asema whether you think you can or think you can't, either way you are right. Ukifikiria mimi naweza hili somo, I will make it this time, you are right. Ukisema somo hili mimi safari mimi nitaanguka, you are also right. Ni vile fikra yako utajiambia wataka nini wewe, kitu gani watakatekeleza wewe, pale ndivyo vitakavyokuwa, kwa sababu una choice. Ukisema kitu majaliwa, mimi rangi yangu, urefu, nikiwete, kitu kujaliwa. Lakini watagua ima shakiran ima kafura, watagua wataka nini wewe. This is the awareness I want to bring kwa nyinyi vijana. Uwe careful what is going on in your mind. Hapa jihadi iko hapa, ndipo pale tena akili kuambiapo wewe sasa
wewe una stress wewe, yale aliyozungumza Muhammad Khalfan, twende nikakushtue. Huyo hakushtui, huyo hakuzika huyo. Your life is what your thoughts make it. Change your thoughts, you change everything. Kila kitu chako kitabadilika utakapogeuza what is going on here. Open check Mwenyezi Mungu amekupa. Wa ataku mikuli masaltumuhu, kila utakacho mimi nitakupa, lakini in what state, uko katika state gani wewe ndio upawe. Dhana yako wewe uko vipi? Hata kwa Mwenyezi Mungu, udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba, wamuomba Mwenyezi Mungu una hakika wewe utapawa kweli. Hata kwa Mwenyezi Mungu uko 50-50, atanipa au hanipi, it won't happen. Mwenyezi Mungu atakishaka. Thought yako pia, whatever you are going, wewe wakitaka kile kitu uwe na hakika kile kitu utakipata. Rest be assured. Siku nyingine nilizungumzia attitude mimi hapa. Attitude is here. Thinking yako. Nyinyi mmesoma kila siku, naambia mwenye form 4 au soma leo, angalieni watu kama Wasomali wamekuja hapa. Nenda watizame attitude yake, thinking yao, ajua hapa mimi shakuja ishatajirika, hataki vingine kabisa. Yuko mmoja, sitaki taja hoteli yake, sahibu yangu mmoja anambia, anjenga hoteli pale bondeni pale. Mwenzake amwambia, somebody businessman amwambia, hapa hoteli hii nani atakayekuja hapa? Amwambia, basi ndio itakuwa the leading hotel hapa, watu wote watakuwa kija hoteli hii. Mimi si bahatishi mambo ya Kiswahili kusema natia mkono kizani. Ile hoteli leo sijui ukienda kama utapata rumu hapo, kwa sababu ameiweka yeye, ajua nafanya hili ndivyo litakavyokuwa. Mimi nasoma, mimi na study, mimi nitapasi, kifeli mimi kuna ndia Mungu anionyesha a better way to do. When you fail, pick up something, is showing you a better way. Kwa hivyo mambo yote ni hapa. Change your thoughts, badilisha fikra yako, you change everything. Kuna kisa kimoja, kuna kijana ndani ya klasi. Huyu kijana mwalimu alikuja akamgundua. Alipomgundua yule mwalimu, ana fikra yule kijana kwa kuwa mistaweza, mi fikra yangu mimi kwetu hakuna alosoma, ushafahamu, mwalimu anipendi. He has a lot of negativity ndani ya mind yake. Mwalimu alipomgundua yule, hakufanya kitu. Siku hiyo akaja na vibofu, balloons hizi, kisema vibofu mwavijua. Akampa kila mtoto, klasi ya watoto 40, kila mmoja akampa kibofu chake. Akamwambia kila mmoja kivivie hichi kibofu. Kila mmoja mtoto akavivia, akampa na uzi. Uzi utakao kirili nzima wewe tukua uzi. Akawatukua kwenye ground, open air, pale mahali wacheza mipira. Akamwambia kila mmoja akirushe kibofu, akishike kile kitafika wapi. Kila mmoja akakivivia kibofu chake, kila mmoja, vingine vikenda juu sana, vingine viko chini, na vibofu vote different colors. Kila kibofu kina rangi yake. Wale kila mmoja akawa kile kibofu kiko angani sasa. Halafu akawaita vibofu, amvishika hivi, ndoni pamoja, wakakaa pamoja. Mwaweza kunambia, awauliza wale vijana students wake, kina sababu gani, mbona kibofu kile kimfika juu sana kile? Hakuweza kujibu. Kwa nini kile kimfika juu, hichi kiko kati, hichi hakijenda kabisa, hiki kiko chini, kwa nini? Vijana akanyamaza, hatujui mwalimu, hatujui, tuambie, tupe faida. Akawambia, kitu ambacho kile kimefikisha juu kile, it's not the color, si habari ya rangi yake,
what is blown, kimviviva upepo kibango gani kile ndani yake, ndio kile kibofu kikenda juu. Ina maana gani hii vibofu kuleta mfano huu? Akawaambia katika maisha, wewe wataka status yako iwe juu, material gani waweka hapa, no matter uko rangi gani, wewe pua yako inkaa vipi, ushafahamu haisababishi wewe rangi yako au mimi kabila langu, haisababishi hiyo kabisa wewe utapanda daraja yako. What information waweka ndani ya mind yako, una masomo kiwango gani wewe ndio wewe ufike juu. Mind yako ya kuambia nini, negativity au uko positive, wewe ndio uweze kupanda daraja yako ikapanda juu. Hiyo ndio ilmu aliyowapa hawa vijana, na mimi naambia nyinyi vile vile, kutoka leo change your thoughts, badilisha mawazo yako, you will change your life. Mimi nilipokuwa skuli, nimetoka standard 7, fikira yangu anaambia wewe maths huwezi kujua kabisa. Maths ni somo gumu sana. Behind that mimi nilikuwa nacheza tu ni mipira na nini, lakini alhamdulillah katika maisha leo mmebarikiwa nyinyi. Sisi nyuma yetu tulikuwa hakuna klasi kama hizi, lakini huja ukabahatika ukaja ukashikwa mkono na mtu akakuadvise. Nilipokuwa juzi tutoa zawadi hapa, nikaanza kujieleza mimi, nilishikwa mkono. Kwa hivyo nikabadilisha fikra yangu, kumbe there was a businessman in the making. Kumbe ni Mungu. Mimi naona sijui hesabu, kumbe Mwenyezi Mungu amejalia mimi nataka kuwa mfanyi biashara. Nilijua hisabu, kila anwai ya hisabu nilijua mimi. Takbir! Kwa sababu niligeuza wazo langu ndani kuwa mimi siwezi. Malindi nikawaeleza, tukawa top wholesaler Malindi, tukaja Mombasa tukawa top wholesaler Mombasa, because I changed my thoughts and everything changed. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hatageuza mambo yako mpaka wewe ugeuze mambo ambayo yako ndani ya fikra yako. Kwa hivyo you are smarter than you think. Kumalizia topic yetu leo, is a very crucial topic. Sasa yaweza kuwa fikra yako ndio adui yako, ndio ikwambiayo ikakuangusha. Sometimes yaweza kuwa rafiki, halafu ukaamini yale ambayo akwambia rafiki yako, wewe utafeli. Uona leo mtihani huu safari hii, oye mgumu wewe, hakuna atakaipasi. Yaweza kuwa ni rafiki ana influence mind yako, au wewe mwenyewe negativity iko ndani yako. Sasa tufanya nini? Kuna one proverb yasema, if you are told you are dumb and come to believe it, you will perform accordingly. Wewe ukaambiwa mashikio yako mazito sana, wewe usikii, halafu ukaamini wewe mkweli unambiayo, basi wewe kila mtu akizungumza na wewe, hebu sema kwa nguvu, unajua mashikio yangu mazito mimi, kwa sababu ushaamini ya yule. Kwa kuwa wewe mashikio yako ni mazito, umeamini, itakuwa hivyo hivyo. Mimi alhamdulillah nimekwenda India, daktari anambia mimi, wewe siku 30 wewe utakufa. Wewe una maradhi kadha kadha kadha. Kama mimi niliamini yale, ningeanguka pale pale. Mtu shamba utakufa, ngoja nini tena?
Lakini sasa alhamdulillah, tegemeo ni la Mwenyezi Mungu. Daktari hauye ajabu. Sasa mimi nenda checking siku ya pili, mwaka wa pili, nenda fanya checking. Namuuliza ule daktari nitakamuona mimi, ndio kuja checking. Wale masista, you don't know? Naambia I don't know. What happened? Sema is dead. Yeye anipangia mimi, kumbe ajipangia yeye. Sasa kama mimi naamini nishaambiwa hivyo, piga simu huku utengezewe sanda. Sio, itakuwa ni hayo tu. Kwa hivyo don't believe mtu akwambia wewe utakuwa kadhaa, wewe bongo lako halishiki. Don't believe somebody's opinion. It doesn't have to be a reality. Haiwezi kuwa vile hayo ni maoni yako, lakini mimi sikufuati wewe unavyonifikiria mimi. Kwa hivyo ya leo haya ndio nilokuja nayo mimi. Vijana, heed my message. Your life is what your thoughts make. Utakavyofikiria, you are a failure. Wewe hutafahamu. Change that thought. Everything will change. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mpaka ugeuze yaliyomo ndani ya fikra yako, kila kitu chako kitageuka. Kwa hivyo leo nitakomea hapa, nafasi hakuna. Pengine mtu atakuwa na swali. Let us be very free. Lile mtu ambalo lamsumbua pengine litampa mwenzake faida. Msimame mtu aulize, mimi kadhaa, au hili kadhaa. Hii nafasi mimi natoa. Kwa hivyo vijana, don't feel shy. Kile kitu ambacho wewe cha kusumbua, tujaribu kukitatua hapa. Kuna mtu ana swali yote? Experience yangu ni kwamba hii ni kweli, thoughts are things. Mimi nilikuwa nikipata 60 maths, kafikiria thoughts yangu kaniambia maths utapasi, utapiga 190 ndo maximum limit, haushuki. Wallahi next class 3 nilivua kweli. Haya class 2 hivyo. Unapata ngapi max zako hiyo ulipokuwa kweli? 100 to 90. Mashaallah. Takbir. Alafu pia pale ilikuwa na moja positive na nyingine negative. Negative ni kwamba nafikiri nitakuwa sina mbio kukimbia, na ikawa kweli. Sasa hii ilikuwa ni number 1 kwa class, sasa hii number 6 kwa class kwa kukimbia. Sasa hii thoughts zangu nitakuwa number 1 tena, ndo yaanza kwa kweli. Takbir. Ndio mwingine aeleze experience yake. Haya, nani mwingine atakuja eleze experience yake tupate faida kidogo? Nani atatueleza hata katika michezo? Hata katika michezo nani atakuja eleze? Ndo una experience, kuja ndo nani atakuja? Hai. Sasa kama hakuna Saadi nakupa nafasi. Add up something. Jamal, ongezea kitu tumalize klasi. Halafu tutaka Jamal pita adhan. Mimi nataka kuchangia neno moja tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema unsur akhaka in kana mudhliman au madhluman. Mnusuru ndugu yako ikiwa amedhulumu ama amedhulumiwa. Sasa mtu anadhulumu, vipi utamnusuru? Ikiwa mtu anadhulumu au anafanya mambo mabaya, unajaribu kumwambia ya sawa, kwamba hili si sawa, usifanye, ndio kumnusuru yeye kutofanya yale mabaya. Na ikiwa hakudhulumu, unazidi kumweleza ili azidi kufanya mema. Manake siku hizi tuna marafiki sote, sio? Na tujaribu kila saa tukikaa sisi maskani zetu tuwe ni watu wa kunusuriana. Manake kuna wengine
Wewe wamwona mwenzako amepotea, lakini kumsema mbele za watu kama yeye hayuko haiwezi kumnusuru yeye. Kwa hivyo ni umwite, umweleze, ndugu, bro, wajua wajisahau sasa. Angalia siku hizi umeanza sigara, sasa mongoka, sasa bangi, unapokwenda sipo. Ni umnusuru yule. Mwingine atakwambia leo twende tukakabe simu, ndio ni starehe utakuwa nayo, lakini kumnusuru yule, kumleta katika klasi kama hizi pia ni kumnusuru. Manake usipomweleza yale ambao wanaoyafanya yeye ambao sio ya sawa, itampelekea mahali pabaya. Miwa kila siku nawaambia vijana wa boxing, ukufanya boxing wewe kwa sababu ya kwenda kuonesha wenzako unyonge. Tumia ile boxing kwa sababu ya kunusuru wenzako. Mahali pa dhulma umeona ndio usikubali, lakini ogopa kuwa wewe wajua alafu umpige mwenzako kwa kumdhulumu, basi amini Rabbi itakurudia ile kinamna yoyote. Sasa tujaribu kila tukikaa maskani tunusiriane. Self defense si kujikinga peke yake na kupigana ngumi. Self defense pia ni kukaa mbali kila sehemu mbaya ambao itaharibu maisha yako. Kila sehemu wajua mimi nitakaukaa hapa itaharibu maisha yangu, itaharibu afya yangu, basi ile pia ni self defense kwa wewe kuepuka sehemu kama zile. Na challenge kubwa kwetu sisi ni maskani tulionazo. Tumezoea kuwa mitaa yetu watu wazima vuta bangi na watoto wadogo na si kitu chochote. Kwa hivyo tunusuriane sisi kwa sisi. Tusifunge midomo yetu kila saa tuwe tukiambizana. Hali zimekuwa mbaya kutoka kwa bangi na mongoka, sasa mambo ya kuibia watoto. Lazima tunatahadhari mambo kama haya watoto. Ukisikia mitaa fulani yamfanyika mambo kama haya, basi na sisi tuwe na tahadhari mambo kama haya. Tuambizani sasa wote, mtoto usipende kutembea peke yako. Musipande tuktuk ambazo nyi hamzijui. Panda tuktuk mtu amjua. Manake ikiwa mwayaona mahali fulani, alhamdulillah huku kwetu hayajafika, hatujasikia mitaa yetu, lakini tuwe na tahadhari. Mambo yatisha sasa hii jamaa. Manake hichi kilio cha mtu aliyompoteza mtoto wake anchukuliwa, hajua mpeleko wapi, hajua fanywa nini. Mimi sitaki hata kuimagine akhi. Juzi tu jana mimi namtafuta mtoto wangu tuende naye mazoezi, nazunguka mtaa mzima, baadaye nikaja nikamwona huyu ninaletewa. Subhanallah, yani nilimchapa mpaka akaona balaa. Kwa hivyo tuchukue tahadhari jamaa sote inshallah. Haya, sina la kuongezea isipokuwa klasi yetu hizi siku zijazo ni siku tukufu za kufunga. Kwa hivyo tukimaliza kufunga tutakuwa hatuna siku za karibu kuanzisha klasi yetu tena, isipokuwa tutaifungua tarehe 30 ya mwezi huu. 30th July ndio tutaresume kwenye hizi klasi. Kwa hivyo rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.